Tumsifu Yesu Kristu, msikilizaji na mtazamaji. Ninakualika katika mazungumzano mafupi kuhusiana na tukio kubwa katika kanisa Katoliki. Tukio hili ni tukio la sherehe za Ekaristi katika takatifu. Katika sherehe hizi huadhimishwa sehemu mbalimbali duniani katika kanisa Katoliki. Kwa namna pekee katika jimbo kuu Katoliki la Mwanza, Wasukuma huita bulabo. Pembeni yangu yuko Padre Abeli Maduka. Padre Abeli Maduka ni wakili wa parokia ya Mtakatifu Karoli Lwanga Ibindo, jimbo kuu Katoliki la Mwanza. Huyu atatupa tofauti ya sikukuu hii na sikukuu zingine, hasa tu kwa kile kinachozungumzwa kwamba sikukuu za Ekaristi Takatifu kuna neno huingizwa liitwalo bulabo, hufahamika na kutambulika kama sikukuu kubwa katika kanda za Kisukuma. Namna wanavyoadhimisha sikukuu hizi atatuelezea. Lakini ni vipi Wasukuma wanatofautisha sikukuu hii na sikukuu zingine? Lakini namna gani wanapokea kwa namna ya pekee sana sikukuu za Ekaristi Takatifu, yani bulabo? Padre, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hongera sana kwa maandalizi ya sikukuu kubwa ya Ekaristi Takatifu katika parokia ya Ibindo. Asante sana. Karibu Father, uzungumze machache hasa kuhusiana na tofauti katika sikukuu hizi. Lakini kwa nini pia katika ukanda wa Kisukuma sikukuu hizi huitwa bulabo? Tupate kwanza maana ya bulabo na kisha utatueleza mimi. Karibu. Katika ukanda huu au katika tamaduni na mila za Kisukuma, sherehe hizi zinaitwa ni bulabo kwa sababu ni sherehe zinazofanyika baada ya mavuno. Wasukuma wanapovuna basi wanafanya shukrani, wanamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile alichowajalia na kuwasimamia kipindi kizima cha kulima, na hatimaye wamevuna na wameweka sasa mazao yao ndani. Wanamshukuru Mwenyezi Mungu siku hii ya leo inaitwa bulabo. Na kwa maana hiyo sasa ikawekwa katika sikukuu hii, ikaenda sambamba na sikukuu hii ya Ekaristi Takatifu, yaani sherehe za mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu penyewe inamaanisha shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ekaristi ni azimisho la shukrani. Kwa hiyo Wasukuma wakalioanisha na hili jambo la shukrani na kile wanachokifanya katika utamaduni wao. Bulabo ikiazimishwa pamoja na Ekaristi Takatifu, iungane kwa pamoja kumshukuru Mwenyezi Mungu wa yale aliyowajalia kwa mwaka mzima na kupata mazao vizuri. Asante sana pale. Pengine katika maadhimisho haya ni vitu gani vinatakiwa kuwepo ili kweli Wasukuma waone kweli leo tumesherehekea bulabo? Kwa Wasukuma, ili sherehe hizi zifane za bulabo, kwanza ni lazima kuwepo na vitumbua. Alafu pia kuwepo na miwa na chakula cha kutosha. Alafu pia na ngoma, kwa sababu zitapigwa kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumshukuru Seva kunumbirija. Kwa hiyo wanapiga ngoma zile kwa kuashiria kwamba sasa kwa kweli wanamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Ni lazima kuwepo na chakula cha kutosha siku hiyo watu wale, na lazima kuwepo na burudani. Kama unavyoona leo kutakuwa na vikundi vya ngoma mbalimbali. Baada ya azimisho la misa takatifu tutafanya maandamano ya kuzunguka na Yesu wa Ekaristi katika mitaa hii ya Nyamigamba, na baadaye kurudi hapa kula na kushuhudia ngoma, huku watu wakinunua miwa, na asubuhi umeona wamekunywa watu chai na vitumbua. Vitumbua lazima viwe. Asante sana pale. Na Wasukuma au jamii yetu ya Kisukuma, jambo hili linawasaidiaje kiroho? Kuna makuzi ya kiroho katika kufanya hivi? Jambo hili kwa kweli lina makuzi katika ndio hata wamisionari walipokuja katika ukanda wa Kisukuma, sana sana pale tunamkumbuka Padre Clement aliyefika pale Bujola kuingilisha huu ukanda wote wa huku. Yeye alifika akawakuta Wasukuma wakiwa katika utamaduni huu wa kukusanyika baada ya shukrani za mavuno miezi kama hii na kufanya sherehe hizi. Walipokuwa wakifanya sherehe hizi, akaangalia na hiki kitu kinaweza basi kikaingizwa katika azimisho la Ekaristi Takatifu
siku ile ya kuadhimisha sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ili na wenyewe Wasukuma waweze kukua katika kiroho. Na hatimaye lile jambo lilianza kuingia polepole, na sasa limeenea ukanda mzima. Leo ukienda Shinyanga, ukaenda Geita, ukazunguka Mwanza, sherehe hizi zinafanyika kwa mtindo huu. Unasherekea na baadaye ngoma na baadaye kula. Ndio. Hii inaitwa Bulabo. Padre, karibu pengine kwa ujumbe na wito wako hasa katika kuhakikisha kwamba tukio hili linasaidia jamii yetu kukua kiroho, lakini kama kuna baadhi ya vitu vinasahaulika katika kila mwaka unavyozidi kwenda, pengine kuna baadhi ya mambo yanaweza yakawa yanaachwa ya kiroho, basi hilo unaweza ukamkumbusha mtazamaji wetu ili kuelewa kwamba maana halisi ya siku ya leo tufikie kiasi gani ya kiroho. Karibu sana. Kwanza kabisa ni wito kwa kanisa zima. Tamaduni za watu tukiinjilisha kwa kuingia pia katika tamaduni za watu zilizo njema, tutawapata watu na watu watamtambua Kristo kwa kupitia yale maisha yao ya kawaida yaliyo mazuri, maisha yao ya kawaida. Basi tunaingiza ujumbe wa Kristo, tunawafikishia watu kwa yale maisha yao ya kawaida. Kama wamisionari walivyokuja kutuinjilisha, waliingia katika maisha yetu ya kawaida, na hatimaye sasa Wakristo na sisi watu tukapokea hiyo imani ya Kikristo, na kupitia mababu zetu mpaka mimi na wewe tukabatizwa ndani ya kanisa. Kwa hiyo wito ambao naotoa ndani ya kanisa ni kwamba basi tuzitazame tamaduni zetu zilizo njema na tuziishi, tuziingize na kanisa, ili basi wale watu wasijione wapweke. Wacheza ngoma na wenyewe wasijione wapweke ndani ya kanisa, kwamba sisi wacheza ngoma labda hatusi. Lakini zaidi niongeze kwamba Wasukuma pia katika sherehe hizi kulikuwa pia kukosekani pombe. Kulikuwa kukosekani pombe, ilikuwepo. Na leo tumejaribu kutengeza pombe ya asili baadaye, ili watu basi wafurahi kwa kuenzi mila na tamaduni, lakini hatuendi kinyume kabisa na imani Katoliki. Imani Katoliki inasimamiwa, lakini pia na utamaduni ulio mzuri unasimamiwa. Ndio maana tumeona watu wamekuja kwa wingi, wameitika. Leo tumepata hapa, na kila mwaka jana wacheza ngoma baadhi na sasa hivi wengine hadi wanazisimamia jumuiya, na jumuiya ziko imara kama unavyoona maendeleo. Mwaka jana kulikuwa hata na jengo kama hili, lakini watu wameshiriki, wamejitoa kwa hali na mali, hata wale ambao walikuwa wasali sasa wanasali, sababu wanaguswa katika ule utamaduni wao. Ni kilomita ngapi kutoka Mwanza mjini hata kufika hapa? Kutoka Mwanza mjini mpaka hapa Nyamigamba ni kilomita 80. Tukio gani linatarajiwa mazingira haya katika mwaka huu wa 2025 katika jimbo kuu la Mwanza? Ni jambo jema kwa kweli, na sisi tulipokea kwa furaha sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na pia tunamshukuru Baba Askofu Mkuu Renatus Nkwande, askofu mkuu wa jimbo kuu la Mwanza, kwa uamuzi wake pamoja na washauri wake, na kwamba nasi mwaka huu mwishoni mwezi wa 12 au mwanzoni pale wa mwaka 2026 basi mashemasi zaidi ya 10 waweze, mafrateli zaidi ya 10 wapate daraja la ushemasi katika eneo hili. Kwa hiyo jimbo tunategemea kupokea ugeni mkubwa wa jimbo la Mwanza hapa Nyamigamba. Ndio maana unaona haya maandalizi. Hizi ni manyunyu. Mvua zitanyesha mwezi wa 12 za kutosha. Father, mimi nikushukuru sana kwa hayo machache, wito wako, na ukumbuka kwamba umetoa wito kwa kanisa zima kushiriki na mila na desturi za wenzetu, kuziingiza katika mfumo wa imani yetu ili na wao wasijikute wapweke. Lakini pia uinjilishaji mzuri ni pale ambapo pia tutakaposhiriki baadhi ya mila na desturi nzuri zisipoingia katika imani yetu na kuharibu imani yetu. Sina lolote la kuongeza. Tusizibeze. Unajua sasa hivi hata baadhi yetu viongozi wa kanisa tumeingia katika mkondo wa kupuuza mila. Tunajikuta saa zingine tunazipuuza. Kuna mila ambazo ni nzuri, ambazo hazina ikwazo chochote. Sisi taifa letu hili tunakaa leo, wewe umetoka ndugu yangu Tanga huko Usukumani,
tunapokeana vizuri, kwa sababu ile tuliojengewa na wazee wetu, ule utani wa makabila. Utani, wewe unanitania Msukuma mshamba, na mimi nakutania basi wewe una nguvu, huwezi kulima, ufanyeje? Maisha yanaendelea, tumeishi katika hivyo. Sasa tutakapoanza kupuuza vitu kama hivi, matokeo yake sasa tutajikuta tunaingia katika magomvi na misuguano na hatimaye tunashindwa kuishi. Mimi nafikiri tuendelee na taratibu hizi, mila zilizo njema basi zitunzwe, na sisi viongozi wa kanisa ndio tuweke mkazo zaidi wa kuzisimamia na watu wote ili waishi kwa amani, kwa sababu Mungu mwenyewe ni Mungu wa utamaduni. Asante sana. Basi mtazamaji, mimi nakushukuru sana kwa haya machache. Ni Bulabo, hapa ni parokia Mtakatifu Karoli Lwanga, Ibindo, takriban kilomita 80 kutoka Mwanza mjini, na mazingira haya yanatarajiwa kufanyika tukio kubwa la ushemasi. Zaidi ya mafrateli 10 watapewa daraja la ushemasi panapokuwa mwezi wa 12 ama mwezi wa kwanza 2026. Langu jina naitwa Stani Silausi Mhema. Karibu katika sherehe za Bulabo hapa Mwanza.